la Yesu. Ninaomba ulafi uniache. Ulafi ni roho. Wamama wenye nahubiria habari kadhaa, munisikize vizuri. Kula hapa na kula hapa na pale pengine unaweza hata mimi. Ukisikia mama pilipili dewi ongo na aye ongo ipale na ongo ipale na ongo ipale na dewi ukisatoka hapo ongo amepotea umekula na kwanza unakula pesa huko milema na wewe si wa huko vile Ulaya wewe mke hata una hivi. Amen. Tena wakutana wakati anakuja na mayango wewe umeokoka kweli mwana wakati anakuja odini male odini tena unakula nyambi unangoja miradi. Akati miradi anakuja anasema miradi juu na tena unakula kweli kabisa. Wewe kura yako uko na kura gani? Na wewe hapa unajua raundi inakuja tukitoa if you happen to remember here kutakuwa na Sunday yenye tutakagua watu kama uko na kadi ya kura kama hauna. Just like amen. Sitaki kuzika watu kwa sababu ya laana. Naomba Mungu kweli. Nitapata kwenye mlango ule tutachukua nisahau tutaandika wote. Next Sunday kwenye tablet kuja Sunday kusaba kuja ile jini. Hapo kwa mlango. Sasa si bunduki kupimwa kwa uso, ni kuulizwa kadi ya kura uko nayo. Kama tatizo. Mambo tutakayofanya watu hivi mbali. Inafanya kanisa linatukana. Inafanya kanisa lina nguvu. Amen. Naomba kila mmoja wao. Inafanya kanisa lina nguvu. Bado tunafanya kama hata mheshimiwa angekuwa na imani na mchungaji wenu. Hawezi kuwa na imani na mchungaji wenu. Anafananisha mchungaji wenu na mchungaji wengine. So that's why wakati tunaenda kwa bunge, hakuna mheshimiwa mwenye ameenda kwa bunge akasema wachungaji ni wakora. Sijawahi kuona mheshimiwa mwenye amesimama akasema kwa eneo bunge langu kuna mchungaji mmoja wa ukweli. Kwa maana gani? Walipokuwa wanatembea kutoka kienda nyuma yake, anasikia kimwalete na alikuwa. Tena watu wakasema Didi Mwale oye. Na wakatingisha mikono kuliko vile walitikisia. Biblia inasema amtuki siko kwa siasa, naongea kuhusu wili haki. Biblia inasema yule atakayekuja na moyo upendao chukua sadaka yake. Sasa sadaka ya kila mtu. Ya yule moyo wake umependa. Amen. Yule mwenye anafeel ya kwamba we can raise a shelter for God. We can raise an altar for God. We can raise a church for God. We can raise a temple for Christ. Amen. Yule ambaye moyo wako umependa akileta chukua. Amen. Lakini yule moyo wako umekaa kwenye bosi usichukue. Tumeenda kwa mwingine na mtu wangu yule pale. Tumeenda naye huduma mahali. Watu wameongea shida zao, wameongea kumaliza. Wameenda kule chumbani. Wameshaka pesa, wameweka pesa kwa baadhi ya kuja imenona hivi. Walipe ni waombe. Nimeuliza kwa malengo gani? Mtumishi wa Mungu tulisikia mambo yako, vile tulivyosikia mambo yako tukajua unakuja hapa mpaka tujipange vizuri na sisi wote watoto wa mama alizaa, Mungu ametusaidia kwa mwenye amekufa tulikuwa watoto 7, sisi wote tuko hai, ni mtu mmoja mwenye ako na mental challenge peke yake, tunataka uzungumze juu ya maisha yake, tunataka uongee kitu, tunaamini kwamba ukiongea atapona na sisi tumekuja pamoja, kila mtoto amejitolea hapa shilingi 20,000, tunataka uchukue ili sacrifice uongee maneno.
Tuliambiwa na mwenye alituambia tupatie namba yake. Nikamwambia I don't do like that. I'm not a witch. Amen. When you see? Amen. Kwanza tunakuomba tu basi. Unajua sasa hata ukiomba tu bila hii tunaona itawezekana. Nikamwambia kama mnaona itawezekana ni heri hata nisiote. Lakini nimesema maana mimi singa. Amen. Amen. Naomba zingeangukia mtu mmoja hapa. Ndio basi tuje tunaona kwa menoni. Tutaongea hivi ninaongea. Mtu taomba maombi atatemeka akifungua macho. Anasema Bwana, ndio siku ulisema utakumbuka kilio changu na utafuta machozi yangu, na siku yenyewe ndio imefika. But you don't understand where that man will carry. Amen. Ndio anasema kwa ulafi. Utaniacha. Hapa sisi si walafi. Your father who is me, who is talking now, I'm not a lafi. Amen. Yeye utaniambia unaitoa wapi? Sishughuliki. Just preach the gospel. Amen. Ukitoa utoe kwa moyo wa hiari. Amen. Sio na masharti. Amen. Sio unatoa na masharti. Unatoa na maneno nyuma. Ninakupa hii, ninataka uzungumze maneno. Wakati unachukua hii, zungumza maneno yangu ya kwamba kwa next week ninaomba baba nikaenda kupanda ndege siniwache. Na unalala mpaka saa 2 ndege inatoka saa 1:30. Basta maisha yangu inakuwa maisha uchochole, maisha maskini tu. Maskini unaingia hapa, unatokea kwa yeye na wengine. Tena unazunguka tena unakuja unatokea hapa, unaingia kwa nyumba. Basta nilisikia kutoka kwa sacrifice. Mimi ni mzuri kiukia hapa kwa sacrifice mtapenda amtadoa. Lakini sikiza nikwambie. Nimekuja nasikia kuukia kwa sacrifice. Basta naleta sacrifice na niunganisha na ibada. Niweke kwa sacrifice basta. Maisha yangu angalau ibadilike. Na wewe mwenyewe ukiitiwa kazi, unaenda unaangalia kazi hiyo hivi, alafu unakuta simiti, mtu mmoja anasukuma kwa nyumba. Anakusaidia. Hapo simwende ukore kwenda. Dai, anaenda kazi anaingia kwa kazi asubuhi. Anaambiwa mama simiti kwa store hii. Wanakorogea pale. Sasa wewe tumekuandika hapa mpaka ile hii ghorofa itakapoisha. Na ghorofa ni sasa imeandikwa. Na kwa kazi yako tumekuandika hapa utakuwa unatoka hii simiti ukipeleka. Na ghorofa inaanza mpaka ile. Na ile ghorofa inaenda kujengwa muda gani? Miaka. Umepata kazi au hujapata kazi? Kwanza miaka ngapi? Yaani uko na uhakika. Ndugu anasukuma na kwamba hiyo siku anaandikiwa mvua inanyesha jana yake mingi. Alafu matope na kuku. Na unajua wewe unataka kupita mara ya kwanza mahali mvua inanyesha na matope yake. Ndugu anasukuma anapeleka mfuko wa kwanza. Anarudi mfuko wa pili. Mfuko ya tatu ya nne wakati wa break kwenda kunywa chai. Hapo anasema sasa mnaenda kunywa chai kwa hoteli hapo, alafu mrudi tuendelee kazi. Ndugu anakuwa pesa ya chai. Kumbe hiyo pesa ndio inamsaidia fedha. Chai kunywi na harudi. Ndio kazi wacha ifanye nini? Ndio harudi kanisani kwa Mungu. Mungu anasema kila uvivu wa kishetani niache. When you see me talking what I'm talking, I'm not just talking in our experience. This is tumepita zote. Tumepita. Huyu mke wangu. Mwana pale ukashangaa. Na Alexander. Huyu mke wangu huyu. Si mke. Bila kufikiria. Naona mwalimu anacheka bado. Yaani mwalimu amekuja akampata kwa kona ya hapo tarajia. Na Alexander hakuongea. Alexander alinyamaza kimya. Na ikawa ni hivyo. Before tufika hapa, before mwanzo kutoka matofali, kuna wale wengine nimemwona akitupia matofali hivi na yakapisha naenda. Kuna wanawake hapa mrushia tafari moja hivi.
utajua alienda family planning. Tofali itapiga mikono mpaka na matiti na tumbo lote na miguu na eti macho yatakuangalia. Utajua alienda family planning. Baba, lakini mke wangu nilimweka kwa laini nikawa natupa matofali kirani. Oscar ulikuwa mayo siku huko kwa. Dada ulikuwa. Na inaenda. Mke wangu mimi nimemkuza hadi ndio maana nimetanga filifili. Ingine ni timu yangu. Spana gal. Yote majira yanapita. Yes, kufuatolea. Yes, avocado. Yes, shipera. Olshola. Yes, avocado. Yes, popo. Akishikilia branch yake unashikilia branch ya popo. Huyu naweza kuhakikishia ukisikilia hivi kwa salama. Nimemkuza katika hali ile ambayo naweza survive nisipokuwepo. Shika survive. Wewe Amos, mwitie mjango anafanya mpaka hata unashangaa kifika jioni unashtuka ni yeye ama si yeye, ni yeye tu. Nakwambia ukweli. Huyu. Wewe mlikuwa kwa mleo pasi. Mimi sikutoa pasi kwa nyumba, ni yeye ndiye alinunua pasi. Aliambia pasi hapa ukai na ukikaa hapo you're not eating this house. Go! Toka! Fuata baba yako. Ni huyu. You know sometimes you can pray, you can offer many prayers. Unaweza tupa maombi mengi. Lakini Mungu aonekana kwamba hajibu maombi yako. Mungu anaangalia kwanza wewe mwenyewe uko willing. Wewe mwenyewe uko willing. Ama ni maombi tu naangusha. Uko willing wewe mwenyewe. Mimi sikubiri kama mapastors wengine wao wanahubiri wanajipaka poda. Akiweka simiti uso unakatika hapa hivi mstari la hivi. Lakini akienda kuoga hiyo mstari inaisha tena anapaka ile poda. No. Mimi nitakubebea simiti nikuletee bado ufike mahali useme wacha. Ukitaka koroga nitakoroga. Ukitaka shamba tutaenda. Ukitaka boda tutasukuma. Nini ngine? Nini ngine? Mkokonai tutasoma na wewe. Nimevuruta mchanga Mkokonai kutoka Mzava, mlima kwenda Kilingiri, kutoka Mrembe kukuja Kilingiri na tukaenda Mujiti na mchanga. Kwa Mkokonai. Actually, naniambia nini? Nasikia hapa. Nantianga moyo time nyingine naona vitu vinafanywa natia moyo. Mimi kama kuna mtu ambaye sipendi ni mtu ambaye ni mvivu. Sipendi hata Mungu ampendi. Kuna siku nitakuwa nahubiri hapa about the spirit of poverty. Tumeongea kuhusu tutaongea kuhusu the spirit of poverty, how it can attract and be attracted with you. And kaongea hapa ndakupa hiyo Biblia yenyewe umebeba. Utakuja kugundua kwamba kuna wengine tuko maskini maana tulitaka nini? Umaskini. Si kwamba Mungu ametupa hapana. So I'm talking about money. Nikianza kuongea kuhusu pesa, watu wanaangalia hivi usingizi na kuja. Nani mtakisikia pesa usingizi na ambaye jana ni jirani? Jirani. Basi tunaongea pesa na unaona usingizi. Si mtu mzuri. Nani sasa watu wachangamki bwana? Biblia inasema moyo unaopenda, huo ndio moyo ambao utachukua hizo pesa mikononi mwao. Nisaidie mstari wa 3 tafadhali. Mstari wa 3. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii. Sadaka awatia hapo. Sadaka utakayopokea mikononi mwao. Yaani wao wawe na moyo wa kutaka, wawe na moyo wa hiari, wawe na moyo wa kujitolea, wakuje na hizo sadaka, wasibebe mikononi mwao. Maana moyo wao umetaka, moyo wao umependa, ni moyo usungumzi, ni moyo ukubali. Ukisha kubali, kazi yako mtumishi wangu ni kupokea.
Mimi kazi yangu ni kusimama tu kungoja. Ongea hii. Sawa. Sawa. Maandiko. Wenye moyo umependa, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kusukumwa, sio kwa kunung'unika. Ninaombea mtu leo hii ya kwamba tarehe 13 hautanung'unika kama tarehe zingine. Ninaondoa hiyo manung'unika ambayo umekaa nayo. Ninatangaza raundi hii utatoa kwa hiari, utatoa kwa furaha, na kama vile moyo utakavyosema, hivyo ndivyo utakavyofanya. Wengi tumedharau mioyo zetu, wengi tumedharau mawazo yetu, wengi tumedharau kile moyo umetutuma tutoe. Tukafika njiani tukaondoa ndani ya kile chenye moyo umesema. Leo natabiri juu yako ya kwamba kile moyo utaongea ndicho nitakachopokea, maana kile chenye utaleta nitajua moyo umenena. Na kama unataka kubadilisha na kuombea mapema, hizo roho za kubadilisha zikakuondoke, zikakuachilie, zikatoke kwa anga yako, zikatoke mahali ulipo, zikatoke kwenye eneo lako la kazi. Ninalaani kila roho zote zinazokausha pesa yako, roho zote zinazokausha mali yako, roho zote zinazokausha kile ulicho nacho na kile unapotaka kutoa, zinakausha. Enyi mapepo, kauka! Ni moyo upende. Maana Mungu kuna kile kimesababisha Mungu akuambie toa kiwango fulani. Ndio moyo ukasikia mimi nitatoa 2,000 na hauna kazi. Mungu si mjinga. Mungu si mjinga. Isaiah chapter 1 verse 19. God is not a fool. When God communicates, he knows what he's saying. Mungu si mjinga. Anapozungumza anajua kile anachozungumza. Kile kinafanya muujiza wako utendeke. Kiko mahali tumesoma mstari wa 2 ni kwamba moyo wako haujataka, moyo wako haujapenda, moyo wako haujakuwa tayari, moyo wako haujakuwa na hiari. Ninakuombea baada ya ibada hii, ninaomba baada ya Jumapili ya leo, ninaomba baada ya mazungumzo haya ya kwamba kile moyo utasema hautakuwa na sababu ya kuingilia ndani, hautadunga ndani. Roho ya kudunga kile Mungu anaongea ndani ya moyo wa watu, ninasimama kumbucha miguu yote, ninapooza hayo roho ya giza, ninapooza roho ya shetani. Ninatangaza ya kwamba kile Jehova atanena ndani ya moyo wako utatii mpaka siku ya mwisho, maana aliyezungumza ni mwaminifu. Moyo wako hawezi ukasema uongo. Ni wewe ndio unakataa, sio moyo. Moyo hawezi ukasema kwamba utatoa shilingi 1,100 alafu ukafika njiani ati moyo ukakosa kupata pesa. By the way, let me tell you, sio moyo ndio unatafuta pesa. Moyo kazi yake ni kutoa unabii, na unapotoa unabii kazi yenye imebaki inabakia Jehova kuangalia kile moyo umesema, na Jehova anafuata kuhakikisha kwamba moyo huyu mtu vile umesema wacha ikawe hivyo, na kuombea moyo wako ukiongea unabii, usikilize unabii na utekeleze unabii na utembee na unabii kuanzia leo. Isaiah chapter 1 verse 19. Kama ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Hallelujah. Kama mkikubali mambo ya moyo, moyo unasema toa 30, unakuwa mwaminifu, unaenda unaanza kutafuta. Maana maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mnapewa. Moyo unaposema 7, unajua una uwezo wa kupata. Moyo unaposema 20, unajua una uwezo wa kupata. Basi wewe kazi yako ni kuomba
aliona mtoto wake wa kwanza anaenda kununua gari na akawa. Gari kaingizwa nyumbani kubeba mshoga wa mama. Gari kaingizwa nyumbani kubeba mshoga wa baba. Wale wakalia kwa matanga wakasema, oh, shangalia nyama matunda kwa mwana wake. Mwana Imagine hizo wiki zenye zimepita,
to speak the word that is on the card. And it's just introduction. But I'm not going to the message. Sijakuingia kwa message. But nikiingia kwa message nataka nikupe reason why. Sababu kwa nini? Kwa nini Timothy nikajenge kanisa la Mungu? Kwa nini nikainua madhabahu haya ya Mungu? Kwa nini nikaendeshe hapa bila kuuliza? Wamama, thank you very much. Wale wenye mlikubali pesa zenu ya kwamba msisukule, mkaongea na kiongozi wenu ya kwamba sifanye kazi yako. Hizo pesa zinasababisha hao ndugu wako na hiyo mlango. Hizo pesa zinasababisha pale hiyo dirisha imeisha. Hizo pesa zinasababisha hizi speakers kwa kwenye masomo sikio. Na nimeongeza zangu juu yake. Nimeongeza zangu juu yake. Si za watu hapa zangu. My old man. Do you feel like that? But when you look the way it's look, you feel good. You feel good, but it's money. These things are not the way you think. This is money. Ni pesa. Mliona ningepatiwa hapa pesa kununua watu maziwa. It was 5,000 Kenya shillings. Hii tano unaona hapa hii. Uliza Dominic kidogo hivi. Uliza Paul kule pale. Hii tano unaona hapa umekuja hapo kupata mandazi. Hii tano ni 2,500 na ile ni 5,000. Nimekula ngapi? Ilikuwa kumata yangu ya kukula. Why is it I'm raising the ministry? Why is it I'm building the altar? Why is it I'm building the church? I want to eat the good of the land. I want to enjoy the goodness of the land. I want to live long in the land. I want to see my children prosper. That is me. Sio tunaongea na risk kuongelesha kama pastor wewe na kuongelesha. Na kuongelesha na nakupa example yako. Many things I'm doing here, na wengine napatiwa pesa. Naenda mahali nafanya kazi na ule mama. Napewa pesa naenda kutumia. Na kuja na wewe kwa. Mimi napata. Because I want to go to Canaan. I don't go to climb on the mountain. Mungu anitaka. The team of the people ulihubiri vizuri sana. Ulitabiri vizuri sana mtendo kwa wote kwa wote. Kuja hapa ana wewe mlima. Unaona ile gorofa? Na mimi ndio naiona. Nilitaka mwanangu nikae hivi na matazi wake hivi. Praise God pale. Kuja kwanza tupeleke mapengine. Ananionyesha watoto wa mtu wamekuja ibada ya celebrating their parents. Wamepanda magari, zimenyamaza kimya kwa bomu. Na watoto wamekaa na wazazi na wanaongea. Mzazi anapewa pesa mpaka anasema pesa tarekeni kwa baba. Sasa mnanipatia pesa nifanye everything is in the house. Nyama ameandikiwa. Kuku zimeandikwa secret wako. Na watoto maziwa imeandikwa. Nini ingine? Seventy. Sukari na kujanga magunia. Mayai na lego na apple. 70. Mambo watoto wanabishana. Mtoto mmoja akikuja akipata yule alikumnulia baba yake suti 3, jana ananunua 5. Na yule mwingine akikuja akipata yule alinunua 5.